Uhari gani mwanasoka mwenzangu, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia, mfano England, Spain, French, Italy, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani kwa ujumla, mfano La Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League ya hapa nchini Tanzania bara. Hivyo basi tunakwenda kuangazia msimamo wa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, kuanzia nafasi ya kwanza hadi nafasi ya mwisho 16 ya msimamo wa ligi kuu, kwa kuangalia jumla ya alama kwa kila timu, idadi ya michezo iliyokwisha kuicheza tayari, pamoja na magoli ya kufunga pamoja na magoli ya kufungwa kwa ujumla. Na msimamo huo upo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia nafasi ya kwanza inashikiliwa na klabu ya Young Africans yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam, ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kuvuna jumla alama 54 baada ya kushinda michezo 16, kutoa sare jumla ya michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja, lakini huku ikiwa na jumla ya magoli 44 ya faida baada ya kufunga jumla ya magoli 52 na kuruhusu magoli 8. Lakini pia tukiangazia nafasi ya pili inashikiwa na klabu ya Simba Sports yenye jumla ya alama 52 iliyokwisha kucheza jumla ya michezo 23 na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 15 na kutoa sare michezo 7, kupoteza mchezo mmoja, huku klabu hiyo ikiwa na jumla ya magoli 33 ya faida baada ya kufunga jumla ya magoli 42 na kuruhusu magoli 9. Lakini pia tukiangazia nafasi ya tatu, nafasi hiyo inashikiliwa na klabu ya Azam Football ikiwa na jumla ya alama 46 baada ya kucheza jumla ya michezo 23 na kushinda jumla ya michezo 12 na kutoa sare jumla ya michezo 10, lakini pia imefanikiwa kupoteza mchezo mmoja katika ligi kuu. Lakini pia klabu hiyo imefanikiwa kukusanya jumla ya magoli 18 ya faida baada ya kufunga jumla ya magoli 23 na kuruhusu jumla ya magoli 5. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 4, nafasi hiyo inashikiliwa na klabu ya Singida Black Stars ikiwa na jumla alama 38 baada ya kucheza jumla ya michezo 23, kushinda jumla ya michezo 11, kutoa sare jumla ya michezo 5 na kupoteza michezo 7, huku klabu hiyo ikiwa na magoli 7 na ya faida baada ya kufunga jumla ya magoli 30 na kuruhusu magoli 23. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 5, nafasi hiyo inashikiliwa na klabu ya JKT Tanzania ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza mpaka hivi sasa na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 9, kutoa sare michezo 9, kupoteza michezo 5, huku klabu hiyo ikiwa na jumla magoli 23 ya kufunga na kuruhusu jumla magoli 22, ikiwa na faida ya goli moja mkononi, ikiwa na jumla alama 36. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 6, nafasi hiyo inashikiliwa na klabu ya TRA United ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 9, kutoa sare michezo 7, kupoteza jumla ya michezo 7, huku klabu hiyo ikiwa na jumla magoli 28 ya kufunga na kuruhusu jumla magoli 21 na kufanikiwa kuwa na faida magoli 7. Lakini pia klabu hiyo imefanikiwa kuvuna jumla alama 34. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 7, inashikiliwa na klabu ya Dodoma Jiji yenye jumla ya alama 32 ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 8, kutoa sare jumla ya michezo 8 na kupoteza jumla ya michezo 7, huku klabu hiyo ikiwa na jumla magoli 22 ya kufunga na magoli 23 ya kufungwa, klabu hiyo ikiwa na deni ya goli moja mkononi. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 8, nafasi hiyo inashikiliwa na klabu ya Pamba Jiji yenye maskani yake jijini Mwanza yenye jumla ya alama 30 ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 7 na kupoteza jumla ya michezo 9 na kusare jumla ya michezo 7, huku klabu hiyo ikiwa na jumla ya magoli 22 ya kufunga na magoli 24
ya kufungwa. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 9 inashikiwa na klabu ya Mashujaa yenye jumla alama 26 ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 5, kusale jumla ya michezo 11, kupoteza jumla ya michezo 7, huku klabu hiyo ikiwa na jumla ya magoli 11 ya kufunga na kuruhusu jumla ya magoli 20. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 10, nafasi hiyo inashikiwa na klabu ya Mtibwa Sugar yenye jumla alama 26 ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kushinda jumla ya michezo 6, kutoa sare jumla ya michezo 8 na kufungwa jumla ya michezo 9, huku klabu hiyo ikiwa na jumla ya magoli 20 ya kufunga na kuruhusu jumla ya magoli 32. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 11 inashikiwa na klabu ya Coastal Union ya Tanga ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza tayari na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 26 baada ya kushinda jumla ya michezo 6, kutoa sare michezo 7 na kupoteza jumla ya michezo 10, huku klabu hiyo ikiwa na jumla ya magoli 22 ya kufunga na kuruhusu jumla ya magoli 29. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 12, nafasi hiyo inashikiwa na klabu ya Fountain Gate ikiwa na jumla ya michezo 23 iliyokwisha kuicheza na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 25 baada ya kushinda jumla ya michezo 7, kutoa sare michezo 4 na kupoteza michezo 12. Klabu hiyo imefanikiwa kufunga jumla ya magoli 17 na kuruhusu magoli 33. Lakini pia nafasi ya 13 inashikiliwa na Namungo Football Club ikiwa na jumla alama 24 baada ya kufanikiwa kucheza jumla michezo 23, kufanikiwa kushinda michezo 5, kutoa sare michezo 9, kupoteza michezo 9. Lakini pia klabu hiyo imefanikiwa kufunga jumla magoli 17 na kuruhusu magoli 24. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 14, nafasi hiyo inashikiwa na klabu ya Mbeya City ikiwa na jumla alama 21 baada ya kufanikiwa kucheza jumla michezo 23, kufanikiwa kushinda jumla michezo 5, kutoa sare michezo 6, kupoteza michezo 12, ikiwa na jumla idadi ya mabao 18 ya kufunga na mabao 34 ya kufungwa. Lakini pia tukiangazia nafasi ya 15, nafasi hiyo inashikiwa na klabu ya Tanzania Prison ikiwa na jumla alama 17 baada ya kufanikiwa kucheza jumla michezo 23, ikishinda michezo 4, kusale jumla michezo 5 na kufungwa jumla michezo 14. Lakini pia imefanikiwa kutia kambani jumla ya magoli 12 na kuruhusu jumla magoli 32. Lakini pia tukiangazia nafasi ya mwisho wa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League inashikiwa na klabu ya KMC ikiwa na jumla michezo 23 mpaka hivi sasa baada ya kufanikiwa kushinda michezo 2 na kusale michezo 3, kupoteza jumla michezo 18, huku klabu hiyo ikiwa na jumla alama 9 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia klabu hiyo imefanikiwa kuweka kimiani jumla mabao 13 na kuruhusu jumla ya mabao 39. Na huu ndio msimamo wa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa FC kutamatika hapo jana. Hivyo basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu.